Nasema hivi ni ndefu kidogo. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Oktoba 2 kilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Dodoma klabu ya KMC imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la ubao kuonyeshia matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutofanya kazi, kwa maana mechi ambayo KMC ilishinda 1 dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ya kwanza kabisa ya ligi kuu, na mechi nambari 009 TRA dhidi ya Dodoma Jiji. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77 ibara ya 3 kifungu cha kwanza cha pili na cha 3. Lakini mechi namba 11 Namungo 1 Tanzania Prison 0, klabu ya Tanzania Prison imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kufanya vurugu na kuingia kwenye uwanja wa Kassim Majaliwa bila kufuata taratibu wakati wa mchezo tajwa hapo juu ukifanyika. Lakini pia siku ya tukio hilo mashabiki waliokadiriwa kufika 250 waliokuwa wamevalia jezi za klabu ya Tanzania Prisons walifika uwanjani hapo na kujitambulisha kuwa wao ni askari wa jeshi la magereza, hivyo hawawezi kulipa kiingilio ili kuingia uwanjani kushuhudia mchezo huo. Kwa sababu jambo hilo ni kinyume na utaratibu za mchezo wa soka na kanuni za ligi, maofisa wa mchezo hao wakiwemo kutoka wale wanaokata tiketi na uthibitishaji wa tiketi waliwazuia mashabiki hao na kuelekeza kuwa wanapaswa kununua tickets. Hata hivyo mashabiki hao hawakubaliana na maelekezo hayo, ndipo walipoamua kusukuma geti na kuingia uwanjani kwa nguvu. Tukio hilo lisilo la kiwana michezo lilisababisha athari hasi kadhaa, ikiwemo mashabiki wengi walikuwa eneo hilo kutumia mwanya huo kuingia uwanjani bila kulipa kiingilio, upotevu wa fedha taslim shilingi 500,000 zilizokuwa zimehifadhiwa na ofisa wa NCAD na uharibifu wa mashine ya kuzuia na kukagulia tiketi pamoja na majeraha kwa ofisa wa NCAD, msimamizi wa kituo cha Lindi na kaimu afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Namungo. Kwa hiyo wametunzwa hiyo faini na Tanzania Prisons. Lakini mechi namba 13 KMC 1 Singida KMC 0 Singida 1, klabu ya KMC imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la ubao kuonyesha matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutofanya kazi. Mechi ya Young Africans na Pamba Jiji, klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuchapisha picha jongeo kwa maana video kwenye ukurasa rasmi wa klabu hiyo katika mtandao wa Instagram, ikionyesha wachezaji wa klabu hiyo wakifanya mazoezi gizani ndani ya uwanja Benjamin Mkapa Septemba 23, 2025, jambo ambalo lilizua taharuki na kuchafua taswira ya ligi kuu, huku ikikosekana sababu ya msingi ya wao kufanya hivyo. Timu ya Pamba ambayo ilikuwa na mchezo tajwa hapo juu dhidi ya Young Africans ilikuwa haijatoa taarifa yeyote kwa klabu mwenyeji, mamlaka ya uwanja wala maofisa wa mchezo. Ilifika uwanjani saa 12:35 jioni kwa ajili ya kutumia haki ya kikanuni ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi katika muda wa mchezo ambao ulipangwa kuanza majira saa 1 usiku. Baada ya kufika uwanjani ambapo taa zilikuwa hazijawashwa, viongozi wa ufundi wa timu hiyo waliendelea na programu yao na kuanza kufanya mazoezi. Wachezaji walifanya mazoezi gizani, huku wakisikika wakitoa kauli chafu za kejeli kwa mamlaka za soka kuwa zinawahujumu, wakisahau kuwa hata muda wa kuanza mazoezi ulioainishwa kikanuni, muda wa kuanza mchezo ulikuwa haujafika, na kwamba wahudumu wa uwanja huo walikuwa wanaendelea na taratibu za kuwasha generator za taa za uwanjani. Wachezaji hao waliendelea na mazoezi yao, lakini mara baada ya taa kuwaka kikamilifu na uwanja kuwa na mwanga wa kutosha majira saa 1:08 usiku, makocha waliamuru na wachezaji wao kuondoka uwanjani, na walipoulizwa na maofisa mchezo kwa nini wanaondoka baada ya taa kuwashwa, walisema tayari wamekamilisha programu yao na adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 47.
Bodi ya ligi pia imeweza kutoa hapo tahadhari kwa watu. Lakini mechi ya Dodoma Jiji na Coastal Union, klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mechi ya ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77. Mechi nyingine, Singida Black Stars dhidi ya Mashujaa, klabu ya Singida imepewa onyo kwa kosa la kuchelewa kuwasili uwanja wa KMC Complex kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Lakini mechi nambari 22, Mbeya City 0 Young Africans 0. Mchezaji wa klabu ya Young Africans Ibrahim Abdullah kwa maana ya Baka amefungiwa michezo 5 kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Mbeya City Ibrahim Ame, rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya zaidi na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa ibara kanuni ya 41 ya ligi kuu kuhusiana na udhibiti wa mchezo. Mwamuzi wa mchezo tajwa hapo juu Omari Mdoe kutoka Tanga ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri sheria. Pamoja na matukio mengine, Omari Mdoe alishindwa kutafsiri sheria katika dakika ya 46 ambapo mchezaji wa Mbeya City Mateo Anton alishika mpira ndani ya eneo la penalty lakini hakuchukua hatua yoyote. Mwamuzi huyo pia alishindwa kuchukua hatua baada ya mchezaji Ibrahim Abdullah kucheza rafu dakika ya 3 ya mchezo. Wananchi mlitakiwa kucheza pungufu mechi hii. Na mechi ya JKT Tanzania na penalty tutakuwa kupewa, usishie tu kucheza pungufu. Na sisi tumezungumza umetaka kuidogosha. Dakika ya 3 tu wananchi walitakiwa kucheza pungufu. Mechi ya namba 23, JKT Tanzania 1 Azam 1. Mchezaji wa klabu ya JKT Tanzania Mohamed Bakari amefungiwa michezo 5 kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Azam FC Lusajo Mwaikenda rafu, kosa la kumkanyaga kwa makusudi rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hiyo kwa mujibu wa kanuni ya 41. Lakini mwamuzi wa kati Jackson Samuel kutoka Arusha na mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania, Oktoba 3, kwa maana jana jioni. Wananchi mnakwenda mechi 5 bila Ibrahim Baka. Mkeka. Of course ni mechi nyingi na ni hatari pia kwa mchezaji wa timu ya taifa. Mimi nadhani hizi faini na hizi adhabu zingekuwa zinaangalia zaidi hasara na faida zinapotoka. Unajua ukimfungia mchezaji national team player mechi 5 ni wewe umeiweka timu ya taifa hatarini. Tazama mwenendo wa Ibrahim Baka kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Week out week in unamuona kwenye coach cha timu ya taifa ya Tanzania. Mbaya zaidi unamfungia pia na muamuzi ambaye alikuwa anachezesha mchezo huo. Kama muamuzi ameshindwa kutafsiri sheria, it means kulikuwa kuna room pia wachezaji wengine kuendelea kukosea. Umeongelea tukio la penalty la Mateo Anton, umeliongelea hilo tukio la Ibrahim Baka ambalo limepelekea kufungiwa mechi 5. Kwangu mimi mechi 5 zimekuwa ni mechi nyingi. Angekuwa otherwise labda ameua au amenyonga ndani ya uwanja au amempiga muamuzi, ningesema hata nusu msimu afungiwe. Lakini kumfungia mchezaji ambaye amefanya sawa, of course ni rafu ambao muamuzi alipaswa kumwadhibu kwa kadi nyekundu. Umemzungumza Ibrahim Baka, mchezaji wa national team. Kadhalika Ibrahim Ame ni mchezaji wa national team, angeumizwa ama angepata madhara zaidi. Huoni kama pia taifa lingemkosa na timu yake pia ingemkosa katika michezo mbalimbali ambao wanashiriki? That's why tunasema ndani ya uwanja ambapo unakutanisha wanaume 11 pande A na wanaume 11 pande B, kuna mtu anasimama katikati kwa ajili ya kusimamia sheria zote za mpira. Kwa hiyo kama Ame alikuwa anatarishwa zaidi, muamuzi angemwadhibu Ibrahim Baka kwa kadi nyekundu. Kadi nyekundu kitu ambacho kingemfanya Baka miss mechi 2 mechi 3 then anakuja uwanja. Lakini mchezaji ambaye tunamtegemea kwenye timu ya taifa, of course bila kupepesa macho, Ame huyu hapa, Ibrahim Baka huyu hapa, nani nitegemea? Yani bila kupepesa macho, bila kuangalia huyu ni wa Yanga, huyu ni wa timu nyingine, Baka anategemewa zaidi kwenye timu ya taifa kuliko Ame. Kwa hiyo nadhani ni adhabu ambayo kidogo imekuwa kubwa kulingana na tatizo lililotokea. Rafu aliyoicheza ni rafu mbaya kuhatarisha maisha ya mchezaji mwingine, lakini adhabu ya mechi 5 ni adhabu kubwa. Na nimeiangalia
taarifa ya bodi ya ligi iliyotoka jana, hiyo kamati ya saa 72, nimegundua kama ingekuwa inafanya kazi ipasavyo, last season Simba wangemaliza msimu wamepeleka bodi ya ligi zaidi ya bilioni 10, kwa sababu makosa ambayo tulikuwa tunaona yanaachwa kwenye mechi za Simba tumeyaona tu mapema mzunguko huu wa pili na wa kwanza wa ligi msimu. Kwa hiyo nadhani kamati labda kama inafanya harambee ya kutafuta hela kwa ajili ya tuzo tutawaelewa. Yaani kama wanatafuta hela za kufanya tuzo, kwa sababu tuzo ikutajwa tarehe. Bodi ya ligi haishindwi kuwa na hela, lakini pia juzi tuzo ziko wapi tarehe mpaka zinashindwa kupangiwa? Hii ndo harambee. Yaani tusipepese macho. Imebana. Mbona juzi hapa tusipepese macho. Timu kama Dodoma Jiji Simba milioni zaidi ya milioni au ni CAF na wamekuwa na adhabu zao endelevu. Kwa nini wakati huu ambapo tunaelekea tuzo ambapo tarehe haikutaka ya kubainishwa, tunaona klabu ya Dodoma Jiji imepigwa fine zaidi ya milioni 20? Ni klabu ndogo, na ukiangalia pia makosa yaliyopelekea hiyo fine, kwa sababu nisiongelee upande wa Yanga nikaonekana labda natengeneza double standard. Dodoma Jiji fine walizopigwa azideserve kwa sababu makosa ambayo wanayafanya hata hizi timu kubwa zinafanya. Labda kama wameangalia kwa jicho la karibu, watafute hela then wapange tarehe ya tuzo, tutawaelewa. Sasa mmoja sawa, kwenye upande wa mchezaji kukosea, hatuangalii huyu ni nani, yeye anafanya nini uwanjani. Wastara ushaona ligi yoyote duniani mchezaji kwa kosa lile afanyiwe nani yake, jukumu lake. Yani kama Baka amefanya makosa, kufungiwa ni haki yake kwa kosa alofanya Baka au huyo mchezaji wa mwingine. Yani hata mechi 5 ni ndogo, lile ni tukio la hatari uwanjani. Sababu gani? Baka ni mchezaji wa timu ya taifa. Kwa hiyo kama mchezaji wa taifa anaruhusiwa kucheza vile? Ilikuwa red card. Kocha yani refa hajaona, ndio maana bodi imeamua kumfanyia vile. Kamata masaa 72 wanachunguza vitu ambavyo hajaviona refa. Umeona? Kwa hiyo maana yake yule kupigwa hiyo fine mechi 5 ni ndogo, itakiwa hata mechi 10, sababu ile ni tukio kumvunja mtu. Yani kwa Baka ni mechi, sababu hata kosa timu ya taifa Mohamed Tongona kaitwa. Mohamed si wa Yanga. Sikachana tena Mohamed Makabe anacheza pale. Mchezaji kosa akosema mchezaji mmoja, fursa mchezaji mwingine. Sawa, sasa wakati